Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Kristo Yesu, mahali popote ulipo katika nchi yetu ya Kenya na nje ya taifa la Kenya. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Majina yangu ninaitwa Pastor Dohio. Nimeokoka. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kuwa mahali hapa, na niseme ya kwamba ninamtukuza Bwana kwa sababu ya kunipa neema ya kufika mahali hapa siku ya leo, ili nikaweze kukuletea neno la Bwana katika jina la Yesu. Na hudumu pale CFF Church Gekabura, na nimepata kibali na neema ya Bwana kufika mahali hapa, na kwa hivyo niko na imani ya kwamba mahali popote ulipo utabarikiwa siku ya leo katika jina la Yesu. Kama vile huwa ninasema ya kwamba ndiyo neno la Bwana liweze kufanya kazi katika maisha yako, lazima ulitegee sikio na ulikubali liingie ndani yako, litakufanyia kazi katika jina la Yesu. Ningependa niombe kwa dakika moja, alafu tuingie kwa neno la Bwana na tutabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya wakati huu umenipa nisimame mbele za watu wako katika hii TV. Mungu wa rehema, najua ya kwamba kuna watu wengi wanatutazama. Baba wetu wa mbinguni, na waombea ili wakaweze kulipokea neno lako, na Baba wa mbinguni, nami ukanipe neema na usemi niwe baraka katika maisha ya watu wengi, katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo ningependa siku ya leo nikaweze kuongea ujumbe unasema ya kwamba, ama habari ya moyo wako, about the heart. Bwana apewe sifa. Na tutaona ni kwa nini Mungu anaongea habari ya moyo, kwa maana katika moyo wa mwanadamu ndiyo kunaingia mambo mengi sana. Maneno unayoyasikia yanaingia ndani ya moyo, na kwa hivyo nitaongea habari ya moyo na tuone vile Mungu amesema habari ya moyo. Na tutaanza na kitabu cha Mithali, that is Proverbs chapter 4 and verse 23. Proverbs chapter 4 and verse 23 inasema ya kwamba, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kwa nini Mungu alisema habari ya moyo ya kwamba uilinde zaidi ya vitu vyote katika dunia hii? Ulinde moyo wako. Bwana apewe sifa. Ni kwa nini Mungu alisema hii? Kwa nini hakusema ulinde mkono wako? Kwa nini hakusema ulinde mguu wako? Lakini alichagua moyo. Katika viungo vyote katika mwili wako alichagua moyo, akasema ya kwamba linda moyo wako. Akasema zaidi kuliko vitu vyote uyalindayo. Siku ya leo tunaona ya kwamba watu wanaweka ulinzi katika mambo mengi sana dunia hii. Unaona mtu ameweka ulinzi kwa nyumba yake, kwa geti ya kuingia kwake. Hata wengine wameandika mahali pale kuna mbwa kali. Bwana apewe sifa. Mwingine anaandika pale usipite hapa, so anajilinda. Lakini tunalinda vitu katika dunia hii na tumeshindwa na kulinda mioyo yetu. Bwana wetu ni sana. Moyo wa mwanadamu ni wa muhimu sana, na ndiyo Mungu alisema tuilinde. Akasema maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. That's why Mungu anasema ulinde moyo wako, kwa sababu ndiyo kunatoka chemchemi. Bwana wetu pewe sifa. Inatoka chemchemi za uzima. So ni kusema ya kwamba katika moyo wako kuna uzima. Ile maneno inatoka ndani ya moyo wako, unainena kwa ulimi wako, inaweza jenga na inaweza bomoa. Na kwa hivyo ni vizuri mpendwa, uwe na wakati ama uombe Mungu akusaidie ulinde moyo wako. Hapana linda gari kubwa, hapana linda nyumba kubwa na unashindwa na kulinda moyo wako, kwa maana ndani ya moyo wako ndiyo chemchemi za uzima zinatoka. Bwana wetu pewe sifa. Na kitu moja ningependa nikuambie ni ya kwamba katika moyo wa mwanadamu kuna mlango. Moyo wa mwanadamu unakuwaga na mlango. Bwana wetu pewe sifa. Na wewe ndiye uko na uwezo wa kufungua ile mlango, ama ndiyo wewe uko na uwezo
wa kukubali mambo mazuri ama mambo mabaya yaingie ndani ya moyo wako. Ndio ujue ya kwamba moyo wako iko na mlango. Angalia Revelation chapter 3 and verse 20. Tuone vile Yesu anasema mahali hapa. Anasema ya kwamba, that is Revelation chapter 3 verse 20. Anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Haleluya. So Kristo huwa anasimama. Hata yeye ni wewe utamkubalia aingie ndani ya moyo wako. Hawezi fuja mlango wa moyo wako aingie kwa nguvu. Anagojea mwanadamu afugue mlango. So amesimama kwa mlango wa moyo wako, anabisha. Anasema, mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana wetu pewe sifa. So watu wengi hata wamefunga masikio yao. Yesu anazidi na kubisha mlango wa moyo wako, na ukisikia sauti yake na ukubali kufungua mlango, Bwana wetu pewe sifa. Hata siku ya leo katika hili neno, ninanena siku ya leo, usipofungua mlango wa moyo wako, hii neno haliwezi kukusaidia, kwa maana moyo wa mwanadamu uko na mlango. Nani ako na uwezo wa kufungua ile mlango? Ni wewe. Bwana wetu pewe sifa. Anasema ya kwamba nitaingia nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja na mimi. Angalia siku ya leo, mlango wako wa moyo wako umefungulia nini? Nini kimeingia ndani yako? Je, Yesu wako ndani yako? Je, neno la Mungu liko ndani ya moyo wako? Ama kumejaa nini kwa moyo wako kulingana na vile unafungua mlango? Bwana wetu pewe sifa. Ndio Mungu akasema, zaidi ya vitu vyote unalinda katika dunia hii, kubali kulinda moyo wako. Bwana wetu pewe sifa. Kwa maana ndio chemichemi za uzima zinatoka. Na nilipokuwa ninakuja, nikasikia Mungu akininenea ndani yangu. Bwana wetu apewe sifa. Ni vizuri kuelewa nini inatoka ndani ya moyo wako. Bwana wetu ni sana. Na Mungu akanisaidia akaninenea kwamba ukitaka kujua mtu anakaa namna gani, yeye ni nani, hauwezi kujua mtu kwa matendo yake. Bwana apewe sifa. Lakini utajua mtu yeye ni wa aina gani kulingana na kile kinatoka ndani ya moyo. Bwana apewe sifa. Nishawahi ona watu wanajua wanaangalia watu nje ya mwili na wanaangalia matendo. Wanasema ya kwamba huyu mtu ni mwaminifu, huyu mtu ni mzuri sana. Bwana apewe sifa. Lakini ndani ya moyo wake kumejaa uchafu. Bwana wetu inwe sana. Haujawahi ona mtu akijinyenyekesha kwa hii mwili ya nje, lakini ndani kuna mambo amefisha. Bwana wetu pewe sifa. Unaona mtu anatembea akiwa amejishika hivi. Haleluya. Anajishika hivi, anatembea hivi, anaongea kwa upole, lakini akitoka mahali pale, ukisikia ile maneno anaongea, utajua huyo mtu alikuwa wa aina gani kulingana na kile kinatoka ndani ya moyo wake. Bwana wetu ni sana. Kwa hivyo siku ya leo, umefungua mlango wa moyo wako. Umefungulia nini? Nini hiyo iko ndani ya moyo wako? Bwana wetu pewe sifa. Na unaweza jua mtu kwa vile anaongea. Wewe kosea mtu hata uone ya kwamba ameokoka. Bwana wetu inwe sana. Nikuambie jambo moja. One day tulikuwa kwa mkesha, na ile kesha tukawa tukisifu Bwana, na tulikuwa na mchungaji mwingine mahali pale. Alafu akiruka, alikuwa amezoea kuruka, akaruka kwa makosa, akakanyaga mtu akiwa anaruka kimsifu Bwana. Akakanyaga mtu, na huyo mtu alikuwa ameokoka. Bwana wetu inwe sana. Lakini washa nikuambie, yule mtu alikanyagwa, aliangalia yule mchungaji, ile maneno aliashiria, nikajua ya kwamba na kweli watu huwa wanajifisha katika wokovu. Kwa sababu kuna mambo mengi sana watu wameweka ndani ya moyo. Kama kuna kitu tunastahili kulinda ni moyo.
Kwa maana tukiokoka, tunakubali Yesu aingie ndani yetu, tunavugulishia moyo, anaingia ndani, anasema atakula pamoja na sisi. Bwana wetu apewe sifa. Siku ya leo wewe unakula pamoja na nani? Nini hiyo umefisha ndani ya moyo wako? Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo katika kuongea tutajua mtu ni nani, lakini kwa matendo, kwa kutoa, hatuwezi jua ya kwamba ati wewe ni mzuri. Lakini vile unaongea, hasa wakati umekosewa, hapo ndio tutajua wewe ni nani na ni nini iko ndani ya moyo wako. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hivyo ni vizuri mpendwa, kulinda moyo zaidi ya vitu vyote. Wacha kulinda nyumba yako zaidi ya moyo wako, kwa maana ndio ndani ya moyo wako kunatoka chemchemi za maji ya uzima. Na kwa hivyo Kristo akasema, nimesimama. Bwana wetu inwe sana. Hata wakati tunahubiri kwa crusade na open airs, huwa tunaambia watu, fungua mlango wa moyo wako. Kristo amesimama hapo, anabisha ile mlango, anataka umfungulie, abadilishe maisha yako. Na ndio unaona ya kwamba ukifungua mlango, Kristo aingie ndani ya moyo. Wewe ulikuwa mbaya, unaanza kuona ya kwamba maisha yako imeanza kubadilika, kwa maana kuna mtu mzuri ameingia ndani ya moyo wako, na akiingia anabadilisha maisha yako, anabadilisha hali. Vile mnavyotuona siku ya leo sio vile tulikuwa hapo beleni. Bwana apewe sifa. Ni mlango tulifungulia Kristo, akaingia ndani yetu, akabadilisha mambo. Na ndio huwa tunasema tulikuwa wabaya hata kuwaliko. Haleluya. Tulikuwa wachafu hata kuwaliko. Bwana apewe sifa. Tulikuwa wabaya, tunakunywa pombe hata kuwaliko, lakini tulikubali kufungua mlango wa moyo. Kristo akaingia, akabadilisha maisha. Bwana apewe sifa. Hatukuwa tunajua kuvaa. Nakumbuka nilikuwa ninavaa maguo makubwa marefu kuniliko. Bwana wetu apewe sifa. Kwa sababu ya ile mambo ilikuwa ndani ya moyo wangu, so inaniongoza nivae mashati makubwa, malongi makubwa, makoti makubwa, sio saisi yangu. Bwana wetu inue sana. Makovia makubwa, natembea barabara vile ninataka. Lakini wakati nilisikia neno, Bwana wetu inue sana, nikasikia ya kwamba Kristo anabisha mlango wa moyo wangu. Hapo nikafungua moyo. Bwana atukuzwe. Akaingia ndani yangu, akanibadilisha. Nikajua ya kwamba mtu akiokoka anafaa vizuri, anaongea vizuri. Bwana apewe sifa. Hatukanagi, kwa maana akiingia anaondoa ile uchafu wote iko ndani ya moyo, kulingana na mahali ulitokelezea. Nini ulipokea ya kwanza ikaingia ndani yako? Nini ulipandwa ndani ya moyo wako? Hiyo ndio inakusubua katika maisha yako. Bwana wetu inwe sana. Na kwa hivyo ni vizuri zaidi ya vitu vyote unalinda. Wacha kulinda hiyo biashara zaidi ya vile unalinda moyo wako. Bwana wetu pewe sifa. Tunaona Yakobo watu wanaingia hata mahali pabaya, wanaabudu miungu ingine wakilinda biashara. Hiyo mlango unafungua wewe, na kuambia one day, Bwana wetu pewe sifa, itakubadili. Utaona maisha yako imeanza kubadilishwa na ile mambo umeanza kutafuta na huko, na itakuwa na shida sana. Kwa hivyo linda moyo wako zaidi ya vitu vyote unalinda katika dunia hii. Bwana wetu inue sana. Na nikuambie siku ya leo, mtu hunena kulingana na vile moyo wake iko. Bwana apewe sifa. Moyo wako, hiyo iko ndani ya moyo wako, ndio huwa unanena. Bwana wetu apewe sifa. Na ndio nimesema hauwezi kujua mtu kulingana na matendo, lakini utajua yeye kulingana na vile anaongea. Utamuelewa huyu mtu ni wa aina gani. Bwana wetu apewe sifa. Na kwa sababu watu huwa wanaangalia nje, watu wengi hata wakishaguliwa, Bwana apewe sifa, watu huwa wanaangalia nje, lakini Mungu haangalii kama mwanadamu. Bwana wetu apewe sifa. Soma nami katika 1 Samuel
kitabu cha 1 Samuel chapter 16 and verse 7. And verse 7. Maandiko inasema, that is 1 Samuel chapter 16 and verse 7. Inasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake. Hapa ni wakati Mungu alitumana kwa nyumba ya Jesse. Bwana wetu yunwe sana. Na huyu mtu alikuwa na watu wakubwa na wanono na wazito. Lakini kumbe mwanadamu huwa anaangalia nje ya mwanadamu. Bwana apewe sifa. Na ndio unaona ya kwamba hata watu wakishaguliwa, wanashaguliwa watu ambao wasiofaa, wengine hawafai. Kwa sababu wanadamu wanaangalia nje. Wanaona ya kwamba kulingana na uzito wa kipesa na uzito na unono, unasema ya kwamba huyu mtu anaweza tusaidia. Lakini kumbe Mungu akamwambia Samueli, ukienda mahali pale usitazame uso wake. Hiyo ndio jambo la kwanza. Wacha kutazama uso wa mtu na useme ya kwamba ni mzuri, na useme ya kwamba huyu ni mwema. Unaweza chagua mkora mahali pale na ulie kila wakati. Bwana wetu pewe sifa. Hata kijana akioa, wacha kuangalia sura, wacha kuangalia nje ya dada. Bwana pewe sifa. Hata wasichana, wacheni kuangalia vijana nje. Haleluya. Mungu haendagi namna hiyo. Haangalii nje ya mtu. Bwana wetu pewe sifa. Akasema usiangalie uso wake, wala urefu, wala kimo chake, the size. Wacha kuangalia. Wacha kusema ati hii ni figure 8. We, Bwana atukuzwe. Mungu haangalii urefu na kimo, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama mwanadamu aangaliavyo. Hii macho unaona tulipewa na Bwana inaweza kukudanganya na ikuambia ya kwamba ukipita hii njia ati unatokelezea mahali pazuri, ya kwamba ukiangalia huyu unasema ya kwamba huyu ni mtu wa maisha yangu. Lakini Mungu haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje. That is the work of a man. Anaangalia nje. Bwana wetu apewe sifa. Bali Bwana huutazama moyo. Kwa hivyo kitu cha muhimu sana ni moyo wa mwanadamu. Na hiyo moyo ndio Mungu anasema ya kwamba uilinde, uiangalie sana. Asubuhi uamkapo, unapoingia kazini, unapotembea na marafiki. Bwana apewe sifa. Linda moyo wako. Na ni vizuri mpendwa, hata ukiokoka huwa tunaambia watu ya kwamba ulikuwa na marafiki fulani, but now it is good to change friends. Kwa sababu mahali mlikuwa mnaingia, mnapokea vitu, mnaingia ndani ya moyo, unaweza rudi mahali pale kulingana na marafiki. Lakini ni vizuri kulinda moyo wako. Angalia hata ni mahali gani unaingia. Bwana apewe sifa. Nichawahi ona vikundi nyingi sana, hata za wamama. Wamama wamezoea kununua sufuria, vikombe, vitu. Wako na kamkutano, wanaingia kwa nyumba ya mama mmoja. Bwana wetu yunwe sana. Wakiingia mahali pale, wengine wanaenda kukompea kwake na kwa huko wameingia. Bwana atukuzwe. Wakiongea mahali pale, wengine pengine hawajaokoka. So unaenda pale, unafungua mlango wa moyo wako, maneno inaingia, mambo mabaya inaingia. Ukifika kwako kwa nyumba, unaenda ukiwa umefura kwa uso. Bwana wetu yunwe sana. Unaenda unaanza kuletea bwana yako shida. Unamwambia, kama ile kiti niliona kwa dada fulani, nataka hiyo. So wewe ni moyo, ulifungua mlango wa moyo wako, ukaigizwa maneno. Sasa unaenda kuimwaga kwa bwana yako. Hiyo nyumba itakuwa na vita. Bwana wetu yunwe sana. Wacha nikuambie siku ya leo, zaidi ya vitu vyote linda moyo wako. Angalia sana ni wapi unaingia. Angalia sana mnatembea na nani.
Angalia sana huwa mnaongea na nani. Bwana wetu inue sana, kwa sababu mioyo ya watu wengi imeharibiwa na mambo wamesikia, na hiyo moyo ndio inatoka ati chemichemi. So kile kitatoka ndani yako sio kitu ya kujenga, lakini itakuwa ni ya kubomoa, kwa sababu umekubali kufungua moyo ukafungulia mambo mengine ya dunia hii. Bwana wetu apewe sifa. So maandiko inasema Mungu hutazama moyo. Kwa hivyo wakati Mungu hata anachagua wachungaji, anachagua watumishi wake, Mungu haangalii nje, anaangalia moyo. Bwana apewe sifa. Na ndio unaona ya kwamba anaangalia anachagua watu ambao sio wakupendeka, anawatengeneza wanapendeka. Bwana wetu inue sana. Wengine hatukuwa tumesoma. Mimi hata nikikuja Nairobi sikuwa ninajua Kiswahili, nilikuwa najua Kikuyu. Lakini sio kusema nilikuja Nairobi nikaingia shule ya Kiswahili. Hapana, hii Kiswahili naongea ni Mungu alinifundisha, sio kusomea. Hata sikupita Kiswahili shule. Bwana wetu inue sana. Kwa sababu ukikubali kufungua mlango wa moyo Kristo aingie, anabadilisha mambo, na kwa hivyo ninastahili kulinda hii moyo wangu. Bwana wetu pewe sifa. Hata wakati tunaongea na watu, mimi huwa makini sana nisikubali kufungua hii mlango ya moyo kuingie vitu vingine. Hata mtu akirudi nyuma, ni mlango huwa anafungua, mambo mengine inaingia ndani, anaanza kusema ya kwamba na kweli kanisa sio mzuri. Bwana apewe sifa. Nakumbuka siku moja nikiwa kijana, nilikuwa nimeokoka, alafu baadaye nikarudi nyuma. Haleluya. Nilisikia maneno kwa watu wananichochea, wananiambia kwa nini unaenda kanisani, hata wazee si ukuje ukunywe kitu hapa. So nikafungua mlango, saa Kristo akasukumiwa kwa kado, maneno ikaingia. Nilienda kwa ushirika kanisani kwetu. Kanisa nilikuwa ninasoma kwetu nyumbani. Tulipoendelea kwa ushirika, karibu tumalize, nikaandikia kijana moja kwa kitabu, nikamwambia today is my last day to come here. Bwana atukuzwe. Lakini nini imenisukuma hivyo? Nilishindwa kulinda moyo, nikafungua mambo ikaingia, ikanielekeza mahali pabaya. Wakati nilitoka kwa mlango wa kanisa, nilijipata kwa mlango ya kilabu. Bwana atukuzwe. Na hiyo kilabu nikakunywa pombe mwezi mzima bila kujinunulia, mpaka walimu walikuwa wananinunulia. Bwana wetu pewe sifa. Mahali nilikuwa nimeajiriwa, yule mama akasema, kwa maana umeanza kunywa hautafanya kazi hapa tena. Nini imeshagia hiyo mambo yote? Ni kushindwa kulinda moyo. Nikaufungua, mambo mabaya ikaingia, ikanielekeza kwa hatari na kwa shida nyingi sana. Na kwa hivyo siku ya leo Bwana amenituma kwako nikuambie zaidi ya vitu vyote unalinda dunia hii, linda moyo wako. Linda moyo wako. Bwana wetu inue sana. Na kwa hivyo tumeona ya kwamba Mungu huangalia moyo, haangalii nje kama wanadamu. Bwana wetu pewe sifa. Na maandiko inasema ya kwamba ukiangalia katika Yeremia 17, ni kuonyesha kitu kingine mahali pale. Yeremia 17 na mstari wake ni wa 9, ni kuonyesha shida inakuaga na moyo. Maandiko inasema moyo huwa mdanganyifu. Moyo wa mwanadamu ndio Mungu anasema tuilinde, inakuaga mdanganyifu, kwa sababu unadanganya. Unaongea kwa kinywa chako, lakini unaongea kile kinatoka ndani ya moyo, na unajua tu unadanganya. Bwana apewe sifa. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Pale tumesoma ya kwamba linda moyo wako zaidi ya vitu vyote. Hapa inasema ati moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Bwana wetu pewe sifa. Namba 2, moyo wako iko na ugonjwa. Moyo uko na ugonjwa wa kufisha. Mambo magapi umefisha ndani ya moyo wako? Hautaki mtu mwingine ajue.
Ulifungua tu mlango wa moyo, kitu kikaingia, ukashindwa kulinda. Sasa hiyo kitu hakuna mtu anajua, ni wewe tu na Mungu na Shetani. Bwana apewe sifa. Kwa maana hao tu ndio wanajua, wewe, Shetani na Mungu. Kile kimefishwa, moyo wa mwanadamu na kuaga na ugonjwa wa kufisha mambo. Bwana wetu inwe sana. Wangapi tumeona wamekuwa pretenders, hata katika wokovu, hata katika familia. Unafikiri ulioa malaika, unafikiri ulioa mtu ama uliolewa na mtu wa maisha, but it is a pretender. Amefisha kitu kinaitwa unafiki ndani yako, ndio kila siku ana shida akikwambia, na hapa mimi nitaenda, hapa mimi nitaondoka. Bwana wetu pewe sifa, kwa sababu amefisha mambo, amefisha mambo. Na mimi huwa ninaambia vijana, wale wanaoa na wale wanaolewa, unapopatana na mwenzako na mumekubaliana ya kwamba mtaoana, jambo la kwanza ni kuwa transparency. Bwana apewe sifa. Ufugue moyo wako na yeye afugue. Wacha kufisha kitu. Hiyo kitu utafisha hapo mwanzo, kitakusubua katika ndoa yako. Bwana wetu inwe sana. Ni muhimu sana, ni ya muhimu sana kufugua na kusema mimi nakuaga hivi, nakuaga hivi. Nishawahi ona mtu ameolewa, alafu akifika kwa nyumba, habi bwana alikuwa na mtoto kwa nyumba. Amefisha, kwa maana moyo wa mwanadamu iko na ugonjwa wa kufisha mambo. Ndio Mungu anasema tuilinde. Amen. Ongea ukweli. Ongea ukweli. Bwana pesa. Ambia mwenzako ninakuaga hivi. Hata kuna wengine walioana na mke hakuambia bwana yake ati Yakoba anakuaga na mguu ya kuwekwa. Walipoenda honeymoon aliona mguu, mama anatoa mguu. Ndoa iliishia hapo. Bwana apewe sifa. Kwa maana moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu na uko na ugonjwa wa kufisha mambo. Ongea ukweli. Na ndio Kristo anasema watu wale anatafuta ni wale wanamwabudu kwa roho na kwa kweli. Ongea ukweli wa moyo. Ongea ile iko ndani ya moyo wako. Kama haujaokoka, sema haujaokoka. Hapana kupretend pale. Bwana yetu inwe sana. Mtu anafisha mambo ndani ya moyo. Unaona mtu ni mzuri nje, lakini kumbe ni mwizi. Wacha tulinde moyo. Na maandiko inasema, nani awezaye kujua? Nani anaweza jua hiyo moyo wako? Biblia inasema verse 10, mimi Bwana na uchunguza moyo. Kwa hivyo hata mwanadamu akijaribu kukuchunguza hataweza. But only God searches the heart of a man. Yeye ndiye anajua, kwa sababu anaangaliaga moyo. Bwana apewe sifa. Anajua ile umefisha. Unaweza fisha watu mambo katika moyoni mwako, lakini washa nikuambie, Mungu ndiye anachunguza moyo. Anajua, na hiyo kitu itakuja kutokelezea. Bwana wetu apewe sifa. Na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Ni vizuri mpendwa, angalia moyo wako. Angalia moyo wako. Wacha kufisha mambo. Ongea ukweli. Haleluya. Upelekwe mahali utapelekwa, ongea ukweli. Bwana wetu inwe sana. Mimi wakati nilipokuwa ninaoa, nilifungua moyo wangu kwa mke wangu. Nikamwambia niko hivi, niko hivi na niko hivi. Bwana apewe sifa. Na nikamwambia sina kitu. Na nilikuwa ninakaa kanisani na sina kitu. Niko na paper bag ya green, ndio naweka nguo yangu. Ndio kama atanikubali anikubali, akinikataa ni sawa, lakini alinikubali vile nilivyokuwa. Na mpaka wa leo tumesimamisha ndoa kwa uwezo wa Mungu. Kwa maana ukiongea udanganyifu pale mwanzo, hiyo ndoa haiwezi kusimama. Na ndio unaona ndoa nyingi zimevunjika, kwa sababu watu walishindwa kulinda moyo na wakafisha mambo ndani ya moyo. Sasa inakuja kujulikana wakati miaka imeendelea.
Bwana wetu pewe sifa. Sasa ndoa unasikia inafujika ukiwa na 30 years. Sasa uniambie utakaa ingine gani? Na sasa hiyo uko na 50. Na miaka ya kuishi dunia hii ni 70. Bwana atukuzwe. Utaoa lini tena ndio upate mtoto upeleke shule? So, ni vyema mpendwa kulinda moyo. Hiyo ndio kitu ya muhimu sana Mungu alinituma nikuje nikuambie. Wewe ambaye unanitazama, na nitakuombea leo ya kwamba uweze kuondoa hizo vitu umeficha ndani ya moyo. Kwa maana ndani yako kunatoka chemichemi. Ile maneno inatoka ndani yako, inajenga ama inabomoa. Bwana wetu pewe sifa. Biblia inasema hivi ya kwamba katika kitabu cha Marko, in the book of Mark, usikia vile Yesu anasema mahali hapa. Marko 7 verse 21. Marko 7 verse 21. Inasema, kwa maana ndani ya moyo ya watu kutoka mawazo mabaya. Bwana atukuzwe. Ndio unaona Kristo alikuja. Kwa maana kutoka mwanzo moyo wa mwanadamu ulikuwa unafikiria mabaya. Ndio Kristo alikuja aondoe ile mambo ilikuwa ndani mabaya. Ndio anasema nasimama kwa mlango ninabisha. Kubali niingie, mambo ibadilike, maisha ibadilike. Ati maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Inatoka mawazo mabaya. Bwana atukuzwe. Angalia vile watu wanaongea siku ya leo. Angalia vile watu wanafanya siku ya leo. Utaona ndani ya mioyo ya watu kuna nini. Hata mtu akisimama ajifanya ni mzuri, kulingana na vile anaongea, tutajua yeye ni nani. Kwa maana katika moyo wa mwanadamu huwaza mabaya. Number 1, mabaya ile maandiko inasema number 1 ni usherati. Na hii ni kitu imejificha hata kwa watu ndani ya kanisa. Unaona mtu ni praise and worship team mzuri sana, paka roho anashuka, haleluya, lakini baadaye ukisikia lile jambo amefanya linakustua. Hata wewe ukiwa mchungaji unastuliwa na lile jambo linafanyika, paka unashindwa huyu mtu uliona ya kwamba moyo wake ni mzuri, kumbe moyo inakuaga na ugonjwa wa kufisha. Anafisha mawazo mabaya ndani ya moyo, amejaa usherati ndani ya moyo wake. Bwana atukuzwe. So inafika mahali hiyo roho inaanza kutokelezea. Jambo lingine ni kitu kinaitwa wifi. Watu wanakuaga na wifi sana, na huyo mtu wako kanisani, huyo mtu wako kwa familia ni mzuri sana, paka unasema wa brother amekuja, anakuaga mzuri, anatuleteaga vitu, lakini kumbe ndani ya moyo, Bwana atukuzwe, kuna kitu inaoperate mahali pale. Jambo lingine ni uaji. Na uaji sio ya bunduki peke yake, na sio ya kisu peke yake. Watu wengi wameuawa hata kiroho. Bwana yetu ni sana. Watu wengi wameuawa hata katika doa, bila kujua. Wewe unasema uko na mtu mzuri sana, lakini kumbe ni muuaji. Wakati mtu ameingia kanisani na unaona amekuja na moyo safi, alafu anaondoka, unashindwa huyu ameondoka kwa nini? Ukifuatilia utaona kuna mtu hapo, Bwana atukuzwe, alimupatia maneno akamuua kiroho, akadharau kanisa. Bwana wetu pewe sifa. Akaharibiwa moyo wake, naye kwa sababu alikuwa mchanga kiroho anafugua tu. Bwana wetu pewe sifa. Angalia vile ndege, ikiwa na ndege kidogo ikienda kuitafutia chakula, tudege kidogo tukisikia mama yake anakuja, huwa tunainua mdomo juu, tunafugua kila mama yake amekuja, naye wanakula. Bwana apewe sifa. Na ndio tunastahili kuombea Wakristo wale washanga, kwa maana ile maneno huwa wanasikia, kwa maana milango yao wanaifungua haraka ndio waweze kusaidika. Unaona huyo mtu hampati kanisani tena. Bwana atukuzwe. Hata yule ameolewa akiwa mchanga, ukiona ameondoka, fuatilia vizuri, kuna muuaji hapo.
kuna muuaji. Bwana wetu niwe sana. So tuangalie sana. Jambo lingine ni uzinzi. Uzinzi ambaye inafanywa na mtu ambaye ameoa na ameolewa na bado mtu amejificha kwa nyumba, very comfortable, lakini kwa sababu moyo inakuwa na ugonjwa wa kufisha, anagojea tu mtu atoke ndiye huyo. So hii mambo inatoka ndani ya moyo. Uzinzi inakorogewa ndani ya moyo, na ndio ninasema kubali tu Kristo aingie ndani ya moyo, aondoe hivi vitu yote. Ukikubali tu hivyo, ataondoa hizi vitu zote na utakuwa mtu mzuri. Kwa maana katika kitu kibaya ni Mungu tu anaweza ingia atoe kitu kizuri kwa hiyo kitu kibaya. Bwana atukuzwe. Hata sisi hatukuwa wazuri, alipoingia alitoa kitu kizuri ndani ya kitu kilikuwa kibaya. Kwa hivyo hata wewe leo ukikubali kufungua mlango wa moyo, ufungulie Kristo na ufungulie neno la Mungu, utaona vile mambo itakuwa sawa katika maisha yako. Hautalia tena, hautahangaika na mwingine yako na tamaa baya. Kila wakati unafikiria tu habari ya mambo mabaya, uko na tamaa ya vitu vibaya. Hii mambo yote inatoka ndani ya moyo. Na mwingine ni mkorofi tu. Bwana atukuzwe. Mkorofi tu hivyo ndio unajua moyo wa mtu iko namna gani. Leo nikikuja tumekuja na mtu mmoja kwa gari, amekosa tu kurudishiwa change ya 13 bob. Ile makelele ameleta kwa hiyo gari nimekuja naye. Bwana atukuzwe. Paka nikatoa pesa nipeane na mwingine akatoa, ndio tumelize hii kelele iko ndani ya huyu mtu. Tukajua hii moyo ya huyu mtu, hii mtu ni mkorofi, ameshindwa kulinda moyo. Paka hiyo gari tumekuja mpaka town bila amani. Ile makelele imekuwa hapo kwa sababu ya 13 bob. Bwana apewe sifa. Na amelipiwa na mtu mwingine hapo ndio tuweze kuleta amani. Paka conductor anarushiwa maneno. Nimeona mara ya kwanza conductor akimwaga machozi kwa ile maneno imeashiriwa kwake, kwa sababu huyu mtu ameshindwa kulinda moyo. Ile inatoka ndani yake ni mambo mabaya. Ukorofi tu, anaumiza mwingine na anaambiwa tu chejini na kupatia, na amekuja na pesa kubwa kwa gari asubuhi na huyo mtu hana cheji. Bwana apewe sifa. Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Wengine ni hila, wengine ufisadi, wengine kijisho. Kwa hivyo kuna watu wanakuaga na kijisho. Hii mambo yote iko ndani ya moyo. Na matukano, unatukana mtu for nothing, anakuangalia hivi tu anakutukana hivi, ni kile kiko ndani ya moyo. Bwana wetu ndiwe sana. Kile kiko ndani ya moyo, matukano. Ndio nimekuja leo nikuambie, linda moyo wako. Wacha tujue nini kinatoka ndani. Ile shemishemi inatoka, je, inaleta uzima? Je, inaleta vita? Je, inajenga? Hiyo ndio kitu ya muhimu sana asubuhi ya leo. So unakuwa na matukano, unatukana watu kwa ploti, kazini unatukana watu hivyo tu for nothing, unaangalia watu tu hivi, unamtukana tu hivyo. Na mwingine ni kiburi, mabega iko juu, kutembea kumecheji. Bwana atukuzwe. Hii ni mambo inakuwa kwa moyo, na ninakwambia mambo nilikuwa nimepitia ndani yake. Mimi nilikuwa natembea mabega moja juu na ingine chini, na sio kupenda, ni kile githini wa ngoro, kile kiko ndani ya moyo ndio kinaniongoza hivi. Na kwa hivyo mpendwa, ondoa kiburi na upubafu. Hivi vitu yote inakuwa kwa moyo. Haya yote yaliyo maofu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Inatoka ndani ya moyo, inatoka ndani ya moyo. So linda moyo wako kuanzia siku ya leo. Na kama umeshindwa na kulinda moyo, ingia kanisani, tafuta mchungaji, muelezee akuonyeshe njia, nawe utaona maisha yako ikiwa imebadilika. Bwana wetu ni sana. Watu wengi wangekuwa bali sana, lakini kwa sababu ya kushindwa na kulinda moyo, hata umesoma na hauko kazini, uko na makaratasi tu unazunguka, hata hauna patient ndani ya moyo. Na ukienda kutafuta kazi, Bwana wetu pewe sifa, badala ya kwenda na roho safi, unaenda tu na matukano. Nataka nikuambie leo,
Mungu amenituma nikuambie, linda moyo wako. Bwana wetu apewe sifa. Mtu mmoja alijua habari ya moyo, ni mtu anaitwa Daudi. Daudi kuna ombi aliomba katika Psalms 51 and verse 10. Uangalie kutoka verse 1 mpaka mwisho, uone vile Daudi aliomba Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Najua ya kwamba dakika zangu zinaendelea kuisha, lakini Bwana atatusaidia. 51 verse 10, alienda akaomba Mungu, akamwambia Mungu, Mungu, uniubie moyo safi. Kwa nini Daudi alienda kwa Mungu? Daudi alijua moyo wake vile ilivyo, na ukisoma huko Mwanzo utaona hata akitubu, akimwambia Baba, niondolee hii dhambi, ninajua ya kwamba nimekuwa mkosa. Kwa nini ameelewa hii mambo yote? Kwa sababu Mungu ameingia ndani yake. Alienda mbele za Mungu akamwambia, Mungu, uniubie moyo safi na uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Bwana apewe sifa. That is the prayer we need to pray as from today. Hallelujah. Uambie Bwana, moyo wangu imekuwa mchafu na moyo wangu umekuwa mbaya hata nikiongea na watu, but nimekuja kwako, uniubie. Create a pure heart for me. Na vile utaambia Mungu, hivyo ndivyo atakavyofanya. Bwana wetu apewe sifa. Niubie moyo. Na akamwambia, usinitege na uso wako wala Roho yako Mtakatifu asinio. Hii ni maombi Daudi alikuwa anaomba. Mtu ambaye ako tayari kubadilishwa moyo anaombaga maombi kama hii, anaenda mbele za Mungu namna hii. Lakini hapana aenda mbele za Mungu ukiwa na unafiki. Bwana apewe sifa. Unaambia Mungu, nikumbuke, nibariki, lakini moyo wako uko kwa mchawi, moyo wako uko kwa diviner, na unaenda mbele za Mungu, Baba, ninaomba unibariki, nibarikie hawa watoto, nibarikie huyu mume wangu. Lakini wewe ndani ya moyo, kwa maana umeshindwa kulinda, una pretend mbele za watu, unasema Mungu nisaidie, lakini moyo wako iko kwa mambo mengine. Omba kama Daudi, create a pure heart for me. Bwana apewe sifa. Na Mungu ako tayari. Kiangalia Ezekiel 36 verse 26. Mungu anasema ya kwamba I will give you a new heart. So Mungu ako na moyo mpya, anaweza kukuubia moyo mpya. Yeye ndiye aliyekuumba. Kila garage, mahali gari zinatengenezewa, factory, ukirudisha hiyo gari mahali pale, hakuwezi kosekana kitu ya kufix ile kitu imeharibika kwa gari. Hata kwa Mungu kuko namna hiyo. Ako na moyo safi. Anasema I will give you a new heart and put a new spirit in you. Bwana apewe sifa. Naongea na wale wameshindwa kulinda moyo, na kuanzia leo najua ya kwamba utabadilika katika jina la Yesu. Ukikubali tu Mungu aingie ndani yako, God will change your life. God will change your spirit, even your soul. Atabadilisha nawe uende wazi. Huwa ninaambia watu kanisani, tunapoenda mbele za Bwana, tunaenda kama vile mgonjwa anaenda kwa daktari. Hata daktari akiwa kasichana kadogo, na wewe mzee uko hata na mvi na umenona, akikwambia toa nguo udugwe sindano, unatoa polepole. So unaenda mbele za Mungu, unajiashiria kwake. Mwambie, niubie moyo, moyo kama wako, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kupendana, moyo wa kuvumilia. Bwana atukuzwe. Na hiyo itakuwa baraka katika jina la Kristo Yesu. Bwana apewe sifa. Najua ya kwamba kuna mtu nimenenea siku ya leo. Wewe ambaye ulikuwa unashindwa kwa nini maisha yangu inakaa hivi, angalia moyo. Angalia moyo. Kwa nini ndoa yangu inakaa hivi? Angalia moyo. Kwa nini hii biashara? Angalia moyo. Kwa nini niko namna hii? Angalia moyo wako vile imekaa. Linda hiyo moyo wako. Zaidi ya vitu vyote unalinda katika dunia hii, katika jina la Yesu. Ningependa tu niweze nikuombee siku ya leo, kwa sababu nimekupatia neno, na uko mahali pale unashindwa. Maisha yako iko namna gani? Utatokelezea wapi?
unashindwa, moyo wangu kwa nini iko mchafu hivi? Kubali tu kufungulia Kristo aingie ndani. Nikuombea dakika moja. Baba, katika jina la Yesu, naombea mtazamaji kuanzia dakika hii amepokea neno lako. Ninaomba ukasaidie kila mmoja, hata nasi utusaidie kulinda mioyo yetu, kwa maana ndiyo chemichemi ya maji ya uzima inatoka Mfalme. Ile maneno inatoka ndani yetu iwe ni ya kujenga, lakini isiwe ni ya kubomoa. Naomba utembelee watu wako, hata wale hawajaokoka, kwa maana umesimama kwa mlango wa moyo na unabisha wafungue, na waitishia neema wakufungulishie mlango wa moyo, uingie ubadilishe maisha yao. Baba wetu wa mbinguni, na niko na imani watu wengi watapona, na jamii nyingi zitapona, na maisha ya watu wengi itapona kuanzia dakika hii, katika jina la Yesu. Tuubie moyo safi, moyo kama wako wa kunyenyekea na kupondeka, katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Sema amen mahali popote ulipo. Niseme ya kwamba naitwa Pastor Dohio, na hudumu pale CFF Church Gikabura, na Gikabura iko Kikuyu constituency in Kalai ward in Kiambu County, na every Wednesday ninakuaga mahali pale kwa sababu ya kusaidia watu. Tunaomba pamoja, unapatia watu mashauri. Mtu anaweza kuja akiwa amefujika moyo, unamuombea, na kuaga pale every Wednesday kutoka saa 5 mpaka saa 10 katika jina la Yesu. Na kama ungependa kututembelea kanisani kwetu, uko karibu sana. Every Sunday tunakuaga na ibada mahali pale kanisani katika jina la Yesu. Ningependa tu kusalimia mke wangu akiwa pale nyumbani. Nimemwambia ninakuja hapa asalimike. Watoto wangu wako shule. My referend Lucy, najua ya kwamba tulikuwa na yeye jana. Nikamwambia ninakuja asalimike mahali popote yalipo. Na washirika wetu wa CFF Church Gikabura, wale wanatutazama, Mungu awabariki kwa kunitia nguvu na azidi kuwainua. Na watu wa Gikabura, najua mnanitazama, najua kuna wengine wako kwa hoteli wanatazama neno la siku ya leo. Mungu awabariki sana na awatende mema katika jina la Yesu. Kama ungependa kunifikia, namba yangu ni 0728 212 039 0728 212 039. Unaweza nipigia hiyo namba nikusaidie vile Mungu anaweza kunisaidia, na ninajua ya kwamba kuanzia leo maisha yako imebadilika na mkono wa Bwana uko juu yako katika jina la Kristo Yesu. Uwe na wakati mwema na wakati wa baraka. Mungu akipenda tutaonana wakati mwingine, na nimeshukuru sana hata kukaribishwa hapa na Betty. Mungu akubariki sana, pamoja na Apostle Gitai. Nashukuru sana kwa kupatiwa hii platform katika hii TV. Mungu awabariki na hii TV iweze kuinuliwa na kubarikiwa na kuenda mbali katika jina la Kristo Yesu. Shalom, shalom. You are watching All Time TV. Let heaven fill your mind.